Tanzania Dr. Alex Malasusa amewataka viongozi wa kanisa hilo kusimamia kwa uaminifu uchaguzi wa viongozi wa ngazi mbalimbali ikiwemo uundwaji wa baraza la wazee wa kanisa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuanza mara moja ujenzi wa barabara za Nyololo hadi Ntwango yenye kilomita 40 na Mafinga hadi Mgololo katika jimbo la Mufindi Kusini mkoani Iringa. Wananchi wanaoishi katika wilaya Ileje mkoani Songwe wameomba serikali kuweka mazingira wezeshi ya upatikanaji wa mkaa mbadala ili waondokane na matumizi ya kuni na mkaa wa miti. Na China imeanza mara moja rasmi sera mpya inayoruhusu nchi nyingi za Afrika kuingiza bidhaa zao katika soko la China bila ushuru kwa kipindi cha miaka 2. Habari za sasa mtazamaji, na kukaribisha katika Upendo TV habari. Jina langu ni Jilen Sikawichi. Nitakuletea hapa habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapa baadaye basi utakujia hapa utabiri wa hali hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na tuanze na habari kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Askofu Dr. Alex Geza Malasusa amewataka viongozi wa ngazi mbalimbali za kanisa kusimamia kwa uaminifu uchaguzi wa viongozi wa ngazi mbalimbali ukiwemo uundwaji wa baraza la wazee wa kanisa, ngazi ya vijana pamoja na viongozi wa jumuiya wa nyumba kwa nyumba unatarajiwa kufanyika siku za hivi karibuni. Askofu Dr. Malasusa ambaye pia ni askofu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani amesema hayo alipoongoza ibada ya shukrani iliyojumuisha maelfu ya wazee wa kanisa kutoka sharika na mitaa yote ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mashariki na Pwani, ibada iliyofanyika ushirika wa Madale Betheli, jimbo la Kaskazini. Kamwe tusije tukatumia akili zetu, utashi wetu. Tumwachie Mungu atuinulie watu wake. Bwana asifiwe. Mungu akuwezeshe sana sana utulivu katika kipindi hiki cha chaguzi katika kanisa. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa chaguzi, lakini huu ni uchaguzi wa kiroho. Ninawasihi sana, utulivu wetu ndio heshima ya Mungu tunayemtumikia. Niwashukuru sana wazee mnaomaliza, lakini itoshe kwamba kile ambacho kiko moyoni kwako Mungu atakisikia. Ni maombi yangu kwamba utumishi ulioutumika Mungu akaone sadaka ya utumishi wako na akabariki kizazi chako, wajukuu wakapate baraka kwa sababu wewe babu au bibi umemtumikia Mungu katika kipindi chako. Dr. Malasusa amewasihi viongozi hao hususan wanaosimamia ujenzi ushirikani kwao kulinda na kutunza vizuri majengo na mazingira ya kanisa, ikiwa sambamba na kuzingatia alama za ujenzi wa kanisa ikiwemo kengele na msalaba. Tulikubaliana kwamba tukumbushe kamati zetu mbalimbali kwamba kengele ni alama ya makanisa yetu pia. Majengo mengi yamejengwa bila kengele. Tuna mashaka kwa kusahau alama hizi, siku moja tutasahau watakuweka msalaba. Hebu tuweke minara ya kengele. Kengele sio kwamba ndio inatukumbusha, hata kama tuna saa katika mikono, katika simu, lakini kengele ni urithi wetu. Kwa hiyo tuombe wale hata ambao mmemaliza lakini hamkuweka, basi hebu hata mtakapokuwa mnaachia madaraka waambieni, kwa sababu ninyi mtakuwa washauri wazuri kwa mabaraza mapya, waambieni kengele ni sehemu ya urithi wetu. Kinanda kitusaidie katika kuimba kwetu. Kanisa la Kilutheri ni kanisa la uimbaji. Kinanda, lakini na wapiga kinanda walioelimishwa. Hivi karibuni tutawaambia.
Katika ibada hiyo, askofu wa kanisa Moravian Tanzania jimbo la Mashariki, Askofu Lawi Mwankuga, ametoa wito kwa viongozi wa baraza la wazee wa kanisa wanaomaliza muda wao kutambua na kuthamini mchango wa kila mmoja katika utumishi wake. Maana yake nini? Maana yake katika maisha haya, katika utumishi huu, hayuko anayejitosheleza, tunategemeana, kila mtu ni kiungo. Na ibada hii, watumishi wa Mungu, tunapomshukuru Mungu, Mungu aendelee kutupa neema kutambua mchango wa mtu mwingine, iwe ni fedha, iwe ni mawazo, iwe ni muda, iwe ni ujuzi alionao, anapochangia akimtia moyo mtu mwingine anapovunjika moyo. Nini kinamvunja moyo? Yamkini ni mila na desturi, yamkini ni utamaduni. Ibada hii iendelee kuwa ibada ya baraka, ili kila zingira, kila eneo, kila namna ambayo ni ya kuvunja moyo, tunatiana moyo na kumshukuru Mungu kwamba endelea kusonga mbele, wala usikate tamaa. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wazee wa kanisa wanaomaliza muda wao wametoa wito kwa vijana na washirika kwa ujumla watakaochaguliwa katika utumishi huo kuenda kumtumikia Mungu katika roho na kweli, ili waweze kujivunia baraka kutoka kwa Mungu. Kumtumikia Mungu kuna faida nyingi sana. Wengi wanaweza wakasema mimi muda wangu uko hivi, lakini siku zote Mungu ndo anayetoa muda. Kwa hiyo ukiamua kumtumikia Mungu, mtumikie, kuna faida kubwa sana. Sisi kazi tumeifanya kwa uaminifu sana kipindi chote, na mpaka sasa hivi tunasema tu yeye ni Ebeneza. Lakini nawashauri tu vijana, kazi ya Mungu ni ya kukimbilia kuifanya. Usiogope, ukiteuliwa, ukichaguliwa kwa kwenye baraza lolote, ingia umtumikie Mungu kanisani. Wewe usiangalie watu wanasema nini. Wewe mtumikie Mungu kwa imani yako na kwa utulivu. Usiangalie watu wanasema nini. Wewe muamini Mungu. Mungu ndiye anayejua sirini kwamba unafanya nini. Kwa hivyo ukimtegemea Mungu, hii safari ina milima na mabonde, lakini utafika salama. Na ndio maana tumefika hapa tulipo. Tumekuwa tukimtumikia Mungu katika ushirika wetu hapa mchana na jioni, mpaka tumefanikiwa kukamilisha ujenzi wa jengo letu. Kwa ni baraka sasa kwetu sisi kama wazee wa kanisa kuungana na washirika wenzetu kutumika. Lakini nipende kuwashauri vijana na wazee kwa baraza lijalo kwamba nafasi ya kumtumikia Mungu ni nafasi yenye faida, ni nafasi yenye mamlaka, lakini pia ni nafasi ambayo inakuheshimisha mbele ya jamii, inakuheshimisha hata mbele za Mungu. Mungu ataendelea kukutumia na utafanyika baraka, na atakubariki katika maisha yako, kazi zako, biashara zako, kizazi chako, na kila namna ambavyo unatumika kama mtumishi wa Mungu. Kwa mujibu wa katiba ya Dayosisi Mashariki na Pwani, baraza la wazee na viongozi mbalimbali wa kanisa linaundwa na kuvunjwa kila baada ya miaka minne. Tukitoka hapa Dar es Salaam, basi mtazamaji, moja kwa moja tuangazie habari nyingine, na tukikumbusha tu kwamba kumtumikia Mungu nako kuna faida. Unaendelea kutazama taarifa ya habari kutoka hapa Upendo TV, na tuelekee kule kusini mwa Tanzania mkoani Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameagiza kuanza mara moja ujenzi wa barabara za Nyololo hadi Mtwango yenye kilomita 40 na Mafinga hadi Mgololo katika jimbo la Mufindi Kusini mkoani Iringa, akisisitiza kuwa ahadi ya rais ni maelekezo moja kwa moja yanayopaswa kutekelezwa bila kuchelewa. Amesema hayo alipofanya ziara ya kazi katika jimbo hilo na kuzungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Igowole, kata Igowole, ambapo pia alisikiliza kero na mahitaji mbalimbali ya wananchi, ambao amesema serikali inaendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo na kuleta matokeo kwa wananchi. Mimi napita kufuatilia utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais. Katiba yetu inasema Mheshimiwa Rais akishatamka, waziri mkuu atatekeleza ama atawezesha jambo ambalo Mheshimiwa Rais ameelekeza litekelezwe ili liweze kutekelezwa. Kwa ninakopita pia nasimamia kuhakikisha yale yaliyo Mheshimiwa Rais aliyoahidi
na yale ambayo yako kwenye ilani yaweze kutekelezwa. Na niwaambie watendaji wote wa serikali, eneo lolote ambalo Mheshimiwa Rais ameahidi, hayo ni maelekezo. Msitafute kibali kingine tena. Kama rais ameelekeza, Mheshimiwa Rais ameahidi, hayo ni maelekezo. Hakuna mwingine wa kuombwa kibali. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni ya mwisho. Kisha utekelezaji wa miradi ya miundombinu umeagiza kuanza mara moja kwa ujenzi wa barabara hizo na kusisitiza kuwa hakuna sababu ya kucheleweshwa, huku akielekeza TANROADS mkoa wa Iringa kuhakikisha mkandarasi anapatikana ndani ya wiki 2 ili kazi ianze mara moja. TARURA, hakuna kipindi tumejawa shukrani katika kufungua barabara za ndani kama kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Barabara nyingi zimefunguliwa, hata hapa Igowole za ndani zimefunguliwa. Hata barabara yetu inayotoka pale Magunguli kuja mpaka Kasanga, ambayo inafungua bonde zima au bonde la mashambani kule Magunguli, imefunguliwa kwa kiasi. Ombi letu, tunaomba na tunamkabidhi Mheshimiwa Waziri husika atusaidie. Moja, yako maeneo ambayo bado barabara hizo hazijakamilika. Siwezi kutaja hapa kwa sababu ya muda, lakini moja wapo ni kwenye kipande hiki cha Magunguli ambako tumejenga zege mita 800. Tunaomba zile mita 800 ziongezeke mpaka angalau hata kilomita 2 au 3 ili malori yaweze kushuka kule bondeni kuchukua mazao na kuyaleta upande wa hapa Igowole ili waweze kwenda sokoni. Pamoja na hilo, waweze kupeleka bidhaa kama vile viazi na kadhalika. Katika mkutano huo, waziri mkuu pia amesikiliza kero mbalimbali za wananchi, ikiwemo madai ya malipo dhidi ya kampuni ya Leshenia Investment inayodaiwa kutowalipa baadhi ya wananchi waliotoa huduma au kufanya biashara nao. Taki majibizano ya barua ya vibali kwenye jambo ambalo rais ameelekeza, jambo ambalo lipo kwenye ilani na ni ahadi ya rais. Tafuteni mkandarasi kilomita hizi akiahidi mkuu wa mkoa, mnaweza mkajenga hizo mita 200. Ahadi ya rais, mnajengaje mita 200? Sasa mkuu wa mkoa, wewe ndio mwenyekiti wa bodi ya barabara, simamia hili halina kibali kingine. Mheshimiwa Rais alishaelekeza liende kwenye utekelezaji. Ndani ya wiki 2 mtampata mkandarasi, ndani ya wiki 2. Hebu sogea kwenye mic hapo. Hebu niambie, inachukua muda gani kupata mkandarasi? Mkuu, kwa kawaida kwa utangazaji wa hizi kazi zinachukua siku 7 kwa national competitive, halafu na usanifu almost itaweza kaza hata wiki 3 mkuu. Hii haijasanifiwa? Mambo ya evaluation haijasanifiwa? Hii shafsanifiwa tayari mkuu. Mimi najua wataalamu wetu akitaka kukupiga anaweka Vingereza vingi, evaluation, adjustment. Siku 7 na hizo za evaluation, hizo ni wiki 2. Wiki 2 mkandarasi apatikane, ahadi ya rais ianze kutekelezwa. Sawa. Bahati nzuri nilikuwa kule kwenye chungu, kwa hiyo najua hela itatoka wapi. Anzeni kutekeleza ahadi ya rais. Sawa. Na tuelekee kule mkoani Songwe. Baadhi ya wananchi wanaoishi katika wilaya Ileje mkoani Songwe wameomba serikali kuweka mazingira wezeshi ya upatikanaji wa mkaa mbadala ili waondokane na matumizi ya kuni na mkaa wa miti ambao ni chanzo kikubwa cha uharibifu wa mazingira hapa nchini. Wananchi hao wametoa maombi yao baada ya kupata mafunzo ya matumizi ya nishati safi ya kupikia yaliyofanyika katika kata ya Itumba wilayani Ileje, yaliyowakutanisha viongozi wa ngazi ya wilaya, watengenezaji wa mkaa mbadala pamoja na wananchi, huku lengo likiwa ni kutoa elimu juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo Rehema Mkondia na Edwin Kibona wameomba huduma ya upatikanaji wa nishati hiyo isogezwe jirani kwa wananchi. Mimi katika mapokeo yangu katika hili la nishati hii la makaa ya mawe nimelipokea na kulielewa.
ila nilichokuwa naomba juu ya hawa wahudumu wetu wajitegemee, watoe huduma kuanzia kwenye mtaa, waje kwenye kata, kwenye kijiji mpaka wilayani, ili kumsaidia mwananchi ambaye hana uwezo wa kutembea umbali mrefu kupata hii huduma. Naona kuna faida kubwa nyingi ambazo zinapatikana kwenye nishati mbadala, ikiwepo ni pamoja upatikanaji wa makaa ya mawe yanapatikana kwa urahisi, na pia tukipata hayo makaa ya mawe yanatusaidia kupunguza ukataji wa miti. Mafunzo hayo ya matumizi ya nishati safi ya kupikia yamefunguliwa mapema leo na mkuu wa wilaya ya Ileje Farida Mgomi, ambapo amesema wilaya ya Ileje wameanza kutekeleza kwa vitendo sera ya serikali ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, huku mkurugenzi wa halmashauri hiyo Binuru Kindamba akisema wanatarajia kutoa mikopo ya halmashauri kwa vijana ili waweze kutengeneza mkaa mbadala kwa gharama nafuu kupitia mabaki ya mazao. Tunaanza kutekeleza kwa vitendo sera ya serikali ya kuhakikisha kwamba tunatumia nishati safi ya kupikia, na ndio maana toka 2018 tayari vibali vya kwenda kuvuna misitu kwa ajili ya kuchoma mkaa vilishasitishwa. Sasa ni lazima tubadilike, hatuna namna yote, lazima tubadilike na tujipange namna kuweza kubadilika. Tunatarajia kutoa elimu au kwenda kuchukua elimu kwa wenzetu wa Mbozi ambao tayari wana kikundi ambacho kinazalisha. Vijana wale sasa tutawafundisha na kuwapa mikopo ya halmashauri ili waweze kutengeneza bidhaa hizo, kurahisisha sasa, kwa sababu sio wote ambao wanamudu kutumia nishati mbadala ambayo ni gesi na makaa mawe, lakini na umeme. Kwa hiyo ile tunategemea kwamba kwa kutumia mabaki ya mazao tutapata bidhaa ambayo itakuwa na bei nafuu ambayo wananchi wetu wanaweza wakamudu na wakaweza kuhama kwa haraka. Mimi ni Nicholas Ndabila, Pendo TV. Asante sana Nicholas Ndabila kutoka huko Ileje, na tuelekee kule mkoani Iringa. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi Iringa, Dr. Blaston Gavile amewataka Wakristo kutambua kuwa wanapofanya mambo makubwa wanapaswa kutarajia kupata upinzani mkubwa, hivyo ni muhimu kumkimbilia Mungu wakati wote. Taarifa ya Elasto Kikwala inafafanua zaidi. Hayo yamejiri wakati wa ibada maalum ya uzinduzi wa ujenzi wa kitega uchumi cha Dayosisi ya Iringa, ambapo Dr. Gavile amewataka Wakristo kuendelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Jengo la kisasa linalokwenda na uhitaji wa jamii kwa sasa, jengo kubwa la ghorofa 8 ambalo hakika kwa imani wengi mnaliona kwa imani. Mnaliona kabisa kwa imani. Lakini sasa tunataka tuingie kwenye uhalisia. Ebrania 11:1, imani ilikuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, baada na mambo yasiyofanyika yasionekana. Kwa sababu unafanya kitu kikubwa hicho lazima na upinzani uwe mkubwa. Ili wapendwa wachungaji muelewe, unapokuwa na dream kubwa kama hii na upinzani ni mkubwa. Kwa hiyo kama ni upinzani ni mkubwa, tujipange kukimbilia kwa Mungu. Anasema katika Nehemia 2:20, Mungu wa mbinguni yeye ndiye atakaye tufanikisha. Mungu wa mbinguni yeye ndiye atakaye tufanikisha. Aidha, Askofu mstaafu wa Dayosisi ya Iringa Profesa Odenbagi Mdegera amewasisitiza Wakristo kuendelea kujitoa kwa Mungu kwa nguvu zote ili kanisa liweze kujitegemea. Neno linalotokea kwenye Biblia mara 365 ni usiogope. Utafika. Usiogope kabisa. Na spidi hii inasaidiwa na kitu hiki. Umoja. Mkivunja umoja spidi itakwisha. Mnabaki mnagombania maboga na matakali na haragi. Haina faida. Kwa hiyo umoja uendelee. Katibu mkuu wa Dayosisi ya Iringa, Mwalimu Shadraki Nyauringo, amesema Wakristo wanatakiwa kutambua kuwa kesho yao inategemeana na kile wanachokifanya leo, huku katibu wa idara ya mipango, miradi na maendeleo wa Dayosisi ya Iringa Brown Mdegera akielezea faida zitakazopatikana mara baada ya mradi huo kukamilika. Leo si siku ya kawaida, ni siku ambayo mbingu zinashuhudia uamuzi wetu
na kesho inasubiri kile tutakachokifanya leo. Leo tunasimama si kama watazamaji, bali kama kizazi kilichochaguliwa kuandika historia. Ni siku ya kusimama, si kusubiri, ni siku ya kujenga na wala si kuangalia. Maono na mwanzo wa safari. Kitega uchumi hiki ni utekelezaji wa mpango mkakati wa Dayosisi 2018-2028 uliobeba maono yafuatayo: kuwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri linalokuwa na kujitegemea likimtangaza Kristo kwa ujasiri wote kwa kutumia Injili ya Yesu Kristo. Kwa nini kitega uchumi? Tunatamani tuondokane na dhana ya kuwa tegemezi au ya kutegemea kwa asilimia kubwa sadaka ya Kristo kuendesha shughuli zetu za kanisa. Kwa kuweka kitega uchumi hiki, tunaamini kabisa kwamba mambo mengi makubwa tutayafanya, kwa sababu tutakuwa na mzunguko mkubwa katika kitega uchumi chetu. Tutaweza kupanga na kununua magari ya viongozi, lakini kuwatuma huku na kule kwa ajili ya kazi ya Injili, lakini kujikita pia kwenye shughuli za kidiakonia kwa ajili ya kanisa hili. Akihubiri kwenye ibada hiyo, mkuu wa jimbo la Magharibi Iringa, mchungaji Origen Mpwage, amewataka Wakristo kuwa wazalendo wenye kuipenda dayosisi hiyo na kuimarisha uchumi wao binafsi ili ustawi wa jamii na kanisa uendelee kuimarika. Kujenga uchumi mzuri wa mtaa wako unaosali, kujenga uchumi mzuri wa usharika wako, kujenga uchumi mzuri wa jimbo lako, kujenga uchumi mzuri wa dayosisi yako. Wewe ni Nehemia, wewe ni mwana matengenezo. Mwana matengenezo yoyote lazima ale gharama kwa namna yoyote ile. Akitoa salamu za pongezi, mchungaji Stefano Holmstrom kutoka SEM amesema uwekezaji wa mradi huo uwe sehemu ya kumtangaza Kristo, huku mbunge wa jimbo la Kilolo Mheshimiwa Rita Kabati akilipongeza kanisa kwa maono hayo makubwa. Mtakalofanikiwa liwe tangazo juu ya Yesu Kristo. Watu wapate kuendelea kumfahamu Yesu. Yesu ambaye kwa wakati wake hakupanda ghorofa, alishuka mpaka kuzimu kutafuta watu waliopotea, na anaendelea kufanya kazi. Huyo Yesu mwenye huruma na upendo apate kutangazwa hata kwa hatua hiyo. Tunapoziwezesha na sisi viongozi wa kijamii, tunapokuja kwenye hizi shughuli, maana yake tuna support, na vile vile sisi ni Wakristo. Tunaona kwamba hili jambo ni jema, ni kwa ajili kwamba unapomlea Mkristo mlee kiroho na kimwili. Nikiripoti kutoka Dayosisi ya Iringa, mimi ni Erasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana mwandishi wetu Erasto Kikwala, na turejee hapa jijini Dar es Salaam. Kuongezeka kwa changamoto za afya ya akili katika jamii kumechangia kukua kwa chuki miongoni mwa watu, hali inayotajwa kuwa hatari inayoweza kusababisha matukio ya uvunjifu wa amani, ikiwa ni pamoja na watu kuuawa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika semina maalum kwa waandishi wa habari, mtaalamu wa afya ya akili kutoka shirika la Family Vibes, Dr. Mary Rose Kavura, amesema matukio mengi ya migogoro na vurugu yamechochewa na chuki inayojengeka ndani ya jamii, huku akisisitiza juu ya umuhimu wa watu kujifunza kudhibiti hisia zao na kuepuka chuki. Chanzo cha ugonjwa huo ni afya duni ya akili, ndugu zangu. Ndio maana nimewaambia katika dalili za mtu kuwa na afya duni ya akili, yani kukosa afya bora ya akili, ni kuwa na chuki. Chuki ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo chanzo ni kuwa na afya duni ya akili. Hiyo ndio chanzo cha gonjwa la chuki. Afya duni ya akili inasababishwa na chakula cha akili. Watu hawajui wale nini ili wawe au wafanye nini wawe na afya bora ya akili. Na leo ndo tutambizana tufanye nini, na hasa kwa kuangalia chuki tunaiepuka vipi. Tukishajua jinsi ya kuepuka chuki, tutakuwa tumeshajua namna ya kuwa na afya bora ya akili. Kwa hiyo baadhi ya viongozi wa dini akiwemo Askofu Filipo Mangwano na Paul Chombo wameelekeza kuwa hatua ya kwanza kukabiliana na chuki ni kukubali uwepo wake,
akisema kuwa upendo na kusameheana ni miongoni mwa njia muhimu za kuponya chuki hiyo na kurejesha amani katika jamii. Msingi mkubwa wa kuweza kuondoa chuki ni swala la upendo. Tunaposema upendo, upendo huvumilia, upendo ustahimili, upendo haushikilii mabaya, upendo na achilia. Hilo ni jambo mojawapo. Jambo la pili ni msamaha. Sisi viongozi wa dini tunapaswa sana kufundisha swala la msamaha. Msamaha haijalishi ya kwamba umemkosea mtu mara ngapi. Biblia inasema ya kwamba mtu akikosea msamehe 7 mara 70. Katika nchi yetu kwa kweli sasa tunaiona chuki hadharani. Tunaiona chuki hadharani kwa sababu ya jamii yetu inaonekana hata haijifichi tena kuonyesha hiyo chuki ambayo zamani labda pengine haikuonekana wazi kutokana na matusi, mashambulizi kwa viongozi wetu wa aina zote, wa dini, wa kisiasa, wa kiserikali. Tukizungumzia chuki ya pamoja kama Watanzania, labda inaweza kuwa tunajua sababu yake na tunapaswa kujua, na kama tunapaswa kujua pia tuanze kutibu chanzo. Tutibu chanzo cha chuki ambayo inaweza kuwepo katika jamii. Nao baadhi ya washiriki wa semina hiyo akiwemo Rufini Humbe na Kasimu Bakari wamepongeza juhudi hizo, akisema zimewasaidia kuelewa umuhimu wa mshikamano na ushirikiano. Wameeleza kuwa elimu hiyo itachangia kupunguza chuki na kuimarisha uhusiano mwema miongoni mwa wananchi. Kwanza kabisa tunasema chuki ni hisia kali na zenye nguvu. Hisia hasi kali zenye nguvu anazopata mtu kutokana na kutokupendezwa na kitu fulani au jambo fulani lililotokea au linalotokea kwake au kwa mtu fulani. Na tunasema chuki inaweza kusambaa kwa kusambazwa na watu wenyewe, aidha kwa sababu ya kitu fulani, ni cheo, ni kazi, nafasi, wadhifa au jamii. Kiukweli nafasi yetu kama wanahabari ni kupata taarifa za usahihi ili kuhakikisha kwamba chuki zinaondoka. Mara nyingi chuki zinakuja kutokana na utendaji mbovu ambao upo, aidha ni kwa watu wa serikali au wanajamii kwa ujumla. Kwa hiyo na tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Zaidi ya wanafunzi 400 wa shule ya msingi Nduoni mkoani Kilimanjaro ambao walikuwa wakilazimika kupeleka kuni shuleni za kupikia chakula. Changamoto hiyo imepatia ufumbuzi baada ya kujengewa mtambo wa gesi ya kutumia kinyesi cha ng'ombe biogas. Mwandishi wetu ana taarifa kamili kutoka huko mkoani Kilimanjaro. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Akulina Tarimo anasema kulingana na idadi kubwa ya wanafunzi walikuwa wakilazimika kutumika kiasi kikubwa cha kuni, jambo lililochangia uharibifu wa mazingira. Na kama mnavyoona hizi hapa ni akiba ya kuni ambazo zinaendelea kutumika kwa wanafunzi kwa ajili ya kupikia chakula. Kwa hiyo sasa niendelee tena kuwashukuru kwa huu mradi wa biogas ndio tujengea, kwa sababu huu usumbufu wa namna hii hautakuwepo tena, ambapo ulikuwa unachangia kiasi kikubwa cha uharibifu wa mazingira. Kama mnavyoona, hii ni miti ambayo ilikatwa, labda pengine ingekuwa ni miti ya matunda au labda ni kwa ajili ya mbao au na matumizi mengine. Kwa hiyo ni washukuru sana kwa huu mradi mliotuletea. Hii haitakaa ionekane tena. Kasimu Mnyoni ni mtaalamu wa ujenzi wa mitambo ya biogas. Anasema hata kama hutakuwa na mifugo kama ng'ombe wa kupata kinyesi kuendesha mitambo hiyo, unaweza kutumia kinyesi cha binadamu kwa kuunganisha mtambo huo na choo. Tunaenda pia kwa jamii, kwa sababu hii mitambo sio kwamba tunajenga tu kwenye taasisi, mashule na maeneo mengine. Tunajenga pia kwenye jamii. First priority ni kuwa na ng'ombe. Uwe na ng'ombe watakaolisha huku. Ndio kipaumbele cha kwanza. Tukija kwako kama una ng'ombe lakini unahitaji, tunakuangalia una watu wangapi, tukuunganishie na choo. Kwa hivyo tutajenga hii digester, tutajenga na toilet inayounganishwa kwenye hilo nani la inlet la kulishia, iweze kukusaidia kupata moto. Na kwa sababu hata mimi nyumbani ninayotumia ng'ombe wangu ni wachache, lakini kaunganisha na choo, na ni choo kizuri, wala utasikia kwamba kuna harufu ya chooni. Hata ikitoka ukiamua kwenda kuipeleka shambani inafaa tu, na ni mbolea nzuri na inarutubisha shamba vizuri. Kwa upande wake Daniel Saloni, mpishi katika shule hiyo, anaeleza jinsi nishati hiyo inavyorahisisha kupika. Muda wa miaka 3 nikipika hapa shuleni,
Nimeona kabisa raha nzuri sana kutumia gesi. Ni nzuri sana, itasaidia kwa ajili ya moshi inavyoniumiza macho. Na hapa kidogo naona at least nitakuwa na amani ya kufanya kazi. Kuepukana na magonjwa yenye makande, huwa napiga kwa masaa 3. Lakini sasa nikitumia gesi naweza kama masaa 2. Mradi huo ni moja kati ya miradi 48 inayofadhiliwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kupitia programu ya ruzuku ndogo za mfuko wa mazingira duniani, ambapo mashirika yanayotekeleza miradi hiyo yanajengewa uwezo na Jumuiko la Maliasili Tanzania TNRF. Na habari hiyo kutoka kule Kilimanjaro basi inatuhitimishia habari za kitaifa kutoka hapa Upendo TV. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutakaporejea hapa basi itakuwa ni habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.